Shalom penzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumuri wa afya na uko chenja radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Nite Safari Alimasi mchambuzi wa kwa leo na saidiwa mitamboni na Merci Melechi, na kwa leka uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wetu wa habari kwa kina, kama ilivyo ada na desturi, unakuwa ukipata habari ambazo zilizoweza kugonga mwamba, na za leo na mkaribisha mwenzangu Mar Makelelo Zil. Karibu Mar. Asante sana Safari Alimasi Dilwe. Leo katika habari muhimu tuanzie na Katanga. Ni kwamba hali ya usalama imerejea kwa tulivu kwa sasa katika manispaa ya Katanga. Hivyo ni baada ya hali ya kuto kuelewana kati ya makundi mawili ya wazalendo, na hivyo kupiga risasi nyingi zilizozusha wasiwasi mwingi kwa raia siku ya kwanza ya wiki tunayo. Na kule Kamituga ni kwamba mashirika ya kiraia pamoja na yale ya kutetea haki za binadamu katika mji wa Kamituga na Mwenga yanalalama kuhusu vitendo vya ukosefu wa usalama na uvunjaji wa haki za binadamu eneo hilo. Kwa jambo hilo yanaomba kwa serikali ya jimbo pamoja na ile ya Kinshasa kuingilia kati. Na mwishowe katika habari za kitaifa ni kwamba Rais mstaafu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange amewakusanya kwa siri baadhi ya wapinzani wa serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi huko Nairobi nchini Kenya. Safari Alimasi Dilwe, na kuacha uendelee na habari zingine. Asante Omar Makelelo Zil kwa habari hizo ambazo ziligonga mwamba. Msikilizaji wangu, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Shirika la raia mjini Baraka Force Vive limeomba kwa baadhi ya vitengo vya serikali na mashule kuacha kushurutisha watu kulipa dola, bali wawe na chukua dola hizo kwa bei iliyoko kwa sasa mwela za Kongo. Katika mazungumzo nasi, mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive mjini Baraka Bwana Albert Tonda Maisha amesema kuwa wao kama mashirika raia watakubali raia kunyanyaswa, kwani kuna vitengo vya serikali vinavyoomba pesa 30,000 kwenye thamani ya dola 10. Huyu hapa tumsikilize. Ndiyo ndugu mtangazaji, tumefata kabisa zaidi kupitia kipindi Pambazuka na RCK, na ndio kwa sababu tuko naomba viongozi wengi wakuwe nafuata ile kipindi ya Senker ku Radio Kivu ambayo raia wanatoa dugudugu na maoni. Ni kweli tumefuatilia, tumekuta service nyingi ambao walikuwa natumikisha mara mingi dola, wanaanza kulazimisha watu ile mato ya 30,000 alors que taux de change leo iko 23-24,000 na $10. Kuna shule nyingi ambazo zinabakilia hivyo, wako nalipisha $5, 15,000 francs, $10, 30,000 francs, na kuna zingine service ambao wako nalazimisha mtu inaomba mpaka akuje tu na dola, hapana kuja na mafra Kongole. Fra Kongole ndio pesa zetu sisi. Hawezi katalia mtu kwamba asikuje na mafra Kongole ase kwa sababu to inashuka. Na tunapasha kujiadapte par rapport ya gisi to de change iko naenda. Na kulazimisha watu ile to ya 29,000, 30,000, 28,000 ile ni wizi, na sisi kama vile shirika raia hatuwezi funga macho, hapana. Na ndio kwa sababu tumepata hii fursa ya kusema kwenye radio, na ni njia ya kupana angalisho kuma service. Hatupendi kuzitaja zimoja sasa hivi kwenye radio, mashule hatupendi kuzitaja sasa hivi, lakini tayari tumeisha jua zimoja shule ambazo ziko nafanya hivyo, tumeisha jua tayari zimoja service ambazo ziko nafanya hivyo. Tunaomba d'urgence wajiadapte kuto ambayo iko saa hii mkongo mzima. Bila vile kama vile shirika raia tutaifuatilia, kwa sababu ni wizi, ni ujambazi ambao wako nafanya, na hatuwezi funga macho. Tunawazia sheria itafanya kazi yake. Mwishowe Albert Tonda Maisha ameomba kwa raia yote ambaye atafanywa unyanyasaji kama na huo kuripoti kwenye ofisi ya shirika la raia. Tunaomba raia yeyote ule ambaye atalazimishwa na kitengo fulani cha serikali au shule kusema kwamba uje tu na dola, bila dola uje na 30,000, tunaambia raia kwamba ofisi ya shirika raia iko wazi. Kipindi cha RCK kumepambazuka na RCK kiko wazi, na tuko nafata kila siku
na inaomba wanadenonse shule fulani hivi, mimi nilienda wanilazimisha hivi. Sisi tutashuka sur terrain na tutafanyizia kazi na tunawazia sheria itashughulikia wale ambao wanafanya unyama kama huu. Raia wawe na tabia ya kudenonse, wawe na tabia ya kukaribia ofisi ya shirika raia. Namba ziko pale ambazo tunapatia raia sasa hivi. Yeyote ambaye atapata ile cas d'urgence kwa ofisi fulani ya serikali au kushule fulani, apige kunamba 09 74 25 97 96. Hiyo ukipiga tunawazia kwamba tutakuwa msaada na tutajua avec precision kwamba ni ekole gani au ni service gani ambayo iko na nyanyasa raia. Kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu kwa Katanga ni kwamba hali ya usalama imerejea kwa tulivu kwa sasa katika manispa ya Katanga. Hivyo ni baada ya hali ya kutokuelewana kati ya makundi mawili ya wazalendo na hivyo kupiga risasi nyingi zilizozusha wasiwasi mwingi kwa raia siku ya kwanza wiki tunayo. Duru yetu ya mahali imeonyesha kuwa yote yameanzia kwenye swala la kudaiana mbao kati ya wazalendo wawili. Kwa mtu ambaye walikuwa walipokuta watoto hapo, watoto walikataa kwamba wawezi kufungua ile duka la mbao. Shida ilikuwa imetokea hapo hivyo tu, wakafunga yule kijana wale wasabibi, alafu matatizo yakaanzia hapo tu. Lakini muda huu hali imekuwa ni shwari kabisa. Imekuwa hali pia ya kuombana msamaha. Katanga imekuwa sawa. Katanga kwanza kuna vikundi vingi vya wazalendo, alafu hivyo kila watu wanajiongoza vile wanavyotaka. Kwa maana hakuna komandema ambayo inaweza kuongoza ingine, kila watu wanafanya vyao. Kwa wakifunga hawa, wengine wanaenda kufanya intervention, na hivyo kunakuwa hali za sintofahamu wao kwa wao. Alafu mambo ikaleta taharuki na hali hizo za matatu. Angalia vizuri, Katanga imekuwa ni kijiji ambacho kinapigiwa masasi karibuni kila wakati. Je, hiyo hali haiko na asiri wananchi kiusalama na kuzorotesha shughuli? Inaleta hali mbaya kwa wanakijiji, kwa maana hapo jana tu walipata watu ambao walikuwa wanatengeneza wanaunguza furu hapo, hivyo walipiga masasi mengi sana. Sasa kuna mmoja ambaye lakini haikufikia, kwa maana watu wote wameshakuwa wazalendo, na hivyo ilikuwa kama vile menase kwa Patiri ambao tunafika hapa Katanga, parokia ya Katanga. Mambo yanakuwa ya sintofahamu kabisa, raia wanakufa njia panda. Hata hivyo, upande mwingine duru yetu umeongeza kuwa mchakato wa kupata suluhu juu ya swala la kuvuruga usalama kila mara pa Katanga huko mbioni. Hadi bado viongozi wa juu na sisi pamoja nasi na waraia wa Katanga tungali tunatafuta namna gani tuangalie jinsi gani vyote hivi vinaweza vikawa kwa pamoja na wasikalie katika ndani ya manispaa ya Katanga kabisa. Ni vizuri wajenge makao yao ya Katanga. Hivi karibuni tu mwani wa groupmenti anaria kufanya kikao pia cha security siku ya 4 ili aweze kuita makundi yote yenye kushikilia silaha tuweze kuchukua watu. Katanga shughuli zimeendeka vizuri, watu wanakuwa wanafanya mambo yao, pia watu wake angalau imepungua. Tumeomba zaidi kwa viongozi wa serikali rade kufuatilia mambo kama na hii. Kila mkuu wa viongozi rade ambaye ana kikundi chake hapa ajaribu kuwaweka chini, kuangalia namna gani wanaweza kufanya umoja ambao hauwezi ukaletea raia hali mbaya za kutoroka jiji na kwenda sehemu mbalimbali, maana wengi wamekuwa na uoga mkubwa. Tunaomba kabisa waongozi wenye kusikia yao hapa wakae chini kusudi waweze kutuliza, na wale ambao vijana wamechukua watapiga
risasi, alafu kunapotokea tatizo fulani, wanaona kama ni wakati wao sasa wenyewe wajue nao kupiga risasi, na sasa tatizo wao. Naomba kabisa mzee wa jiji pia aweze kuingia hii risasi. Ofisi ya TVSK Plaque ya Noir kupitia kiongozi wake imetoa shukrani zake kwa mea kwa muda kwa kuwaruhusu pamoja na wadariste wote kwa kuitikia wito wa mgomo baridi uliochukua muda wa siku 3 wa kufanya kazi katika soko wa Mwemezi mjini Baraka. Akiwa kwenye mahojiano na Radio Kivu Jumanne hii, Bwana Bienfait Baruani, kiongozi wa ofisi ya TVSK mjini Baraka, ameomba kwa wadariste wote kuanza kazi Jumatano hii kwenye soko la Mwemezi, huku upande mwingine akiomba kwa debardere kuwa na upendo katika wajibikaji wa kazi zao. Kama napanda kwenye Radio Kivu ni sababu kwa kutoa shukrani kwa badarista yetu yote, sisi kwa association 3 mvile ya Baraka, kufuatana kisi tulitoaka oda kama situmike msoko wa Mwemezi, na tukashukuru Mungu badarista yetu wote wakatusikia. Kufuatana manyanyaso tulikuwa pata msoko wa Mwemezi, bilitubidi tuambie badarista wasimamishe kwanza ile soko, sababu tunateseka kila wakati kwa nafungiwa na wazalendo. Haitawezekana badarista kwa tumikia kursi ya 2000 baende mkula 20000 30000, haitawezekana. Kumbe tukaona kama tutoe ombi ya kusema tushifunge kaanza soko wa Mwemezi, na shukuru Mungu badariste wakatusikia. Fatana na ile saa leo, nashukuru Mungu meya wa jiji alitoa autorization ya kusema tutumike kazi yetu kama kawaida. Alifanya renyo jana lenzi na renyo kapitika bia, wakatoa maoni ya kusema kama kila dariste atumike kazi yake fatana na kisa alikuwa anatumika. Maana kuanzia leo tunakuwa na uhuru wa kutumika kazi yetu kama kawaida. Bale wenzetu wa debardere ya Mwemezi baheshimie kazi yao, juu ni wa debardere kazi yao ni kutoa mizigo mboti wanatia njikavu, na sisi tunakamata njikavu tunatia ku destination ya client wetu watatupeleka. Sie ya darista tutaingia mboti tupakule mizigo. Darista akiingia mboti dejele anaruka sheria ya kazi yetu ya kidarista, na debardere naye achie badarista nabo kazi yake. Ndio maana tulipanda ku radio kutoa shukrani sana kwa badarista yetu. Mungu awabariki na awabariki viongozi wa mwingine, sababu walisikia malalamiko yetu na wakatusupport. Kuona kama tulikuwa tunanyanyasiwa sana na wazalendo msoko wa Mwemezi. Ndio kulingana na hiyo ilishapita, tunasema tu tunawasamea sababu walikuwa wafanya vya bajui, na Mungu awabariki. Basi kila mtu anaendaka kupata riski yake yenye Mungu alimwandalia, sababu hakuna mwanapataka riski ya mwenzake. Mbona kupitia ile naomba si kila mtu tuko na sediansi wote tukatumika kazi moja. Kazi ya debardere na dariste ni kazi moja, wote ni ba tuko natumika kazi ya nguvu, tuko na upendo mkazi. Kama hatupendani hakuna vinaweza endelea. Tushikane mkono kwa utakutana mimi naunka na kinga debardere ni lamusha, na mimi sio na kuwa na mzigo, kama niko na uwezo wa kushusha ndakushusha. Tupendane mkazi, tusikuwe na tiana mawivu mkazi yetu. Naomba Mungu atusaidie sisi wote tukue pamoja tu, juu kama tupendani hakuna vitu tunaweza fanya mwa kazi yetu. Hivi sasa tujielekeze huko Nemba ambako mashirika kiraia kijiji Nemba sekta Mutambala tarafani Fizi yametaja kushukuru mashirika ya kiutu mbalimbali yanayojitolea kuwajia na msaada wa mambo mbalimbali, hasa wajengea bomba za maji na kuwafunza masuala kilimo eneo hilo. Akiwa kwenye line ya simu ya redio yako Bwana Ishimba Ndolo, mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia katika kijiji cha Nemba, amesema kuwa mashirika mbalimbali yamefanya vitu vya kimaendeleo eneo hilo ambako yatakiwa kupongezwa. Antuka tunaofurahi sana mashirika yale yanayotutendea vitu vizuri. RPCN Kongo inatufunza kwa kulima, tunapanda manyanya, matomate, mavitungulu, vitu vingine. Antuka tunavuna vitu vizuri na mashu. Antuka Nemba tunaofurahi sana mashirika yale yanayotuletea mambo kama yale. Hatakuwa tunajua kama tutapanda vile vitu, lakini kwa shirika inatuletea mambo mazuri sana. Tena RPCN Kongo inatufanyia visima vya maji, inatujengea visima vya maji vizuri. Sisi watu wa Nemba tulikuwa tunahangaika na maji. Kwa hiyo tunaofurahi sana 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 sana. Antuka tunaofurahi sana mashirika kama yale inayotuletea mambo mazuri huko Tunemba. Tulikuwa tunahangaika na maji huko kumtoni ya Nemba, mamba zilikuwa zinakamata wanawake wengi. Antuka malalamiko tuliopeleka, tunashukuru Mungu anakuwa iko pamoja nasi, anatuletea shirika la kutufunza makulima mashamba na kupanda mambo menginevyo. Mungu anatuletea shirika inatujengea visima vya maji, tushangaike kijiji cha Nemba. Sijui Nemba mzima tunaofurahi sana, tunayofurahi sana. Na msikilizaji, kipenga kimelia, ni muda wa kuweza kusikiliza habari za michezo ambako namkaribisha Sudi Valente. Na asante kabisa mwenzangu Safara Limasele Metinoir. Leo kunako kurasa wa habari za michezo namba 19 ikiwa mgongoni mwangu. Acha tuanzie na hizo habari za hapo katika nchi ya Burundi ambako wiki ya 8 itaweza kutimua vumbi siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi, ambako klabu ya Rukinzo wanakipiga vikali dhidi ya klabu ya Olympique Star. Garage Express utaweza kukaribisha Vitalo. Kayanza United wanakipiga vikali dhidi ya klabu ya FC Vision.
huko klabu ya Muzinga FC watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Ngozi City. Burundi Sport Dynamique wataweza kupambana vikali dhidi ya klabu ya Interstar, lakini klabu ya Flambeau du Centre wanapanga kupambana vikali dhidi ya klabu ya Bumamuru, na klabu ya Aigle Noir watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Musongati. Mechi za mtuano ili kuwania kunako kombe la dunia mwaka 2026 zinaendelea kupigwa, lakini majira ya saa 3 kamili za usiku Senegal wataweza kukaribisha Mauritania. Gabon watakata mzwa fitna dhidi ya timu ya taifa ya Burundi, huku timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataweza kupambana vikali dhidi ya timu ya taifa ya Sudan. Kwenye majira tu ya saa 3 kamili za usiku timu ya taifa ya Morocco watakata mzwa fitna dhidi ya timu ya taifa ya Congo Brazzaville. Timu ya taifa ya Cape Verde imefuzu kombe la dunia kwa mara ya kwanza kihistoria baada ya kumaliza kileleni mwa kundi D wakiwa na alama 23 baada ya mechi 10 kufuatia ushindi wao 3-0 dhidi ya timu ya taifa ya Eswatini, mechi ambayo kupigwa siku ya kwanza ya wiki tunayo kwenye mchezo wa mwisho wa kundi hilo. Fahamu ya kwamba msikilizaji, tangu michuano ya kombe la dunia ianze kutimua vumbi kote duniani, hatimaye ndio kwa mara ya kwanza kwa timu ya taifa ya Cape Verde kuweza kufuzu kwenye kombe la dunia ambayo itaweza kupigwa mwaka 2026. Vigogo wa Hispania ambao ni klabu ya FC Barcelona wako tayari kuchukua chaguo la kufanya wa mwisho wa mkopo wa mshambuliaji Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 kutoka katika klabu ya Manchester United kwa kudumu kufuatia kiwango kizuri ambacho mchezaji huyo anaendelea kuonesha mpaka sasa tangu msimu wa 2025-2026 ulipoanza. Lakini tu katika habari zinazohusu klabu ya Barcelona ni kwamba klabu hiyo imethibitisha kwamba watamuongezea mkataba mshambuliaji wa timu ya taifa ya Poland Robert Lewandowski mwenye umri wa miaka 37, mkataba wake utakapomalizika msimu ujao. Mwishowe ni kwamba mwenzangu Safari Almasi Lemetinuar, miamba ya huko nchini Hispania ambao ni Real Madrid, wanafikiria kwa dhati kuweza kumuuza winga wa timu ya taifa ya Brazilia ambaye ni Vinicius Junior mwenye umri wa miaka 25 katika klabu mojawapo za huko nchini Saudi Arabia. Ni kufikia hapo mwenzangu Safari Almasi Lemetinuar ndipo naweka nukta kuna kurasa wa habari na michezo kwa siku ya leo, huku nambari 19 ikiwapea barabara mgongoni. Asante sana Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, nikumbushe kwamba endapo ndio unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari zetu kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kijamii Kivu kwa masafa 93.0 FM. Na tujielekeze hivi sasa huko Katupu ambako kutathmini juu ya hali ya usalama ya sasa na pia kuwapa raia pole na kuhamasisha kurejelea maskani yao. Hayo ni miongoni mwa malengo ya ziara ya kikazi aliyoifanya siku ya pili ya wiki tunayo mkuu wa sekta Lulenge Zawadi ya Bandelo Abambe katika kijiji cha Katupu. Mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Bukuru Tantina Aldama. Asante sana Safari Alimasi. Ni kwamba muda mchache kisha kukamilisha ziara hiyo, namba moja huyo wa sekta ya Lulenge ametaja kutosheka kwa mazungumzo ya ana kwa ana aliyofanya na raia waliokimbia machafuko ya vita. Zawadi ya Bandelo Abambe amezungumza na Radio Kivu toka Kilembwe. Acha nikwambia kwamba ninaongea nikiwa Katupu. Katupu ni village ya Bakangala, mu groupement ya Basimimbi, mu sekta ya Lulenge. Ni kulingana na hali mbovu yenye ilipita tangu tariki 5 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2025, affrontements zenye zilipita pale na raia wakasambaratika, wengi walikwenda mpori na wengine wakakimbilia vijiji mbalimbali. Leo tariki 14, mimi kiongozi wa sekta ya Lulenge nimefika mu kijiji ya Bakangala Katupu kwenda kuhamasisha raia wangu sababu ya hilo jambo ambalo liliwakuta, na labda nikuambie kwenda kuwaambia warudie katika makao yao na kuwapa pole kwa yote ambayo yaliweza kutokea. Nitakwambia ya kwamba katika kijiji hicho hakuna maafa yoyote ile yaliweza kufanyika ya umwangaji wa damu wala kifo ya binadamu, lakini uliweza kupotea vitu kadhaa. Unajua, wakati kuko mlio wa masase, nisheti kila raia atakimbia kwenye hajui, labda niseme hivyo, na hata kimbia kwa kujitayarisha. Yana maana mifugo, vitu vya samani vingi viliweza kupotea, na hadi leo wengi wanaishi kwa hali ya sitofahamu kwa sababu hawana nafasi ya kulala, hawana vyombo vya kupigia ndani, na ndio maana nilifika kwenda kuwapa pole kwa ile yote na kuwaambia kwamba wawezi kurudia makao yao ya kawaida, sababu activities zote
na ekole watoto hawasome, na centre de sante hakuna activite sababu watu wote walitoka. Naye mkuu wa kijiji cha Bakangala Pakatupo hakubaki kimya juu ya ziara ya mkuu wa sekta katika eneo lake, ikiwa ni ishara ya upendo kwa raia wake. Tunashukuru sana na tunapongeza grupe yote ya chef de secteur kwa kwa kutupongeza. Tulikuwa na mtarajia kila siku, lakini tunamwona anafika leo, na kwa hiyo anakia kutupatia moyo ya kurudia kunyumba. Hata tulipata matatizo mbalimbali, ile ni mapenzi ya Mungu, na sisi tunashukuru sana. Kwa hiyo tunashukuru baba chef de secteur kwa kukia kutupatia moral, na raia yote ya village ya Bakangala iko hapa, tuko tayari kwa kurudia, na watoto wetu wazalendo wapime kutulindia sekretari mzuri, tutarudia kunyumba, hatuna shaka. Wakati hayo ya kijiri, mwananchi mmoja eneo hilo ameomba kwa vyombo vya usalama kuzidisha maradufu usalama wao na mali zao. Mimi ni mkaaji wa pale Katupu, mulokalite ya Bakangala, groupement Basimimbi. Kweli tunashukuru kwa ujio ya chef de secteur baba yetu, kulingana na matatizo yenye tulipita mwayo. Tunashukuru sana, na kulingana na masemi yake kusema kwamba turudie Katupu, tunakubali, tuko tayari kurudia, ila kenye tunakusii baba ni kutulindia usalama yetu pale Katupu. Watoto wetu wazalendo watulindie tu usalama, yasiye bakaaji pale. Mwishowe mkuu wa sekta alipoulizwa juu ya hali ya sasa ni ipi juu ya usalama ili rahia warudi zawadi ya Bandelwa Abambe, amejibu yafuatayo. Swali unalouliza kulingana na usalama, nitakwambia ya kwamba nilifika kwa sasa Katupu village mzima ya Bakangala hakuna hata mtu mmoja katika eneo lile, lakini mimi mwenyewe niliyashuhudia kwamba kama watu walitoka ni kulingana na mlio wa masasi. Na kwa leo nimekwenda kurudisha watu wenye walikuwa mporini na wale wenye walikimbilia vijiji tofauti ili aktivite zote ziweze kwenda vizuri. Ya kumalizia yenye naweza kuomba kwa raia wangu wa Lulenge ni kubaki katika akalmi, kuwa nasikiliza sana na bila kuwa tunasema zaidi, sababu hali ya usalama hasa zaidi tuiweke kwa wahusika wa usalama, na sisi kama raia tuwe macho sana na kutekeleza yale ambayo tunaona pasipokuwa tunaongea yenye hatujui. Tumeshukuru pia jeshi la taifa FARDC na wazalendo wetu kwa yote ambao waliweza kufanya juu ya kukingia na kulinda usalama wa raia yangu ya village ya Bakangala, pasipo kufanya mahafa yote kwa raia wala kuchosha raia kwa sababu ya malengo yasiyokuwa mazuri. Hiyo ni kuwashukuru na kuendelea kuwaomba kwamba wawe wanalinda nchi yetu, mipaka ya nchi, na kuchunga raia na mali yake yote. Yana maana tuko bega kwa bega sababu ya kutetea nchi yetu ya Kongo isinyanganyiwe na waagresere, sababu hatuna nchi nyingine isipokuwa nchi yetu Kongo ya Kidemokrasia. Na tujielekeze hivi sasa huko Kamituga, ambako mashirika ya kiraia pamoja na alea kutetea haki za kibinadamu katika mji wa Kamituga na Mwenga yalalama kuhusu vitendo vya ukosefu wa usalama na uvunjaji wa haki za kibinadamu eneo hilo. Kwa jambo hilo yanaomba kwa serikali ya jimbo pamoja na ile ya Kinshasa kuingilia kati swala hilo. Ripoti ya mwenzetu Umar Makelele Uzil yangazia mengi. Naam, huu ni ukweli mwenzangu Safari Alimasi Dilwe, kwani udhibitisho wa habari hii ni wake bwana Wisoba wa Kilongo Faustin, mratibu wa shirika la raia husika na kutetea haki za binadamu BDH mjini Kamituga na tarafa la Mwenga jimboni Kivu Kusini, ambaye yameanza kwanza kulahani vikali vitendo vya ukosefu wa usalama kati ya baadhi ya wazalendo dhidi ya jeshi la taifa FARDC. Mambo ambayo ilitendeka jijini Kamituga ambazo sisi kama vile shirika la raia tunalaani kwa sauti kubwa. Wakaaji wa jiji la Kamituga walishangazwa sana kwa sababu tulienda na kumshukuru president wa nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye alifanya jitihada ya kutuma majeshi ili majeshi hiyo ije kusekirize raia wa mtaa wa Mwenga na jijini Kamituga na mali yao. Ila kwa mshangao
kubwa kabisa. Tulishangaa kuanzia saa 5 usiku mpaka 6h du matin, masase ilipigwa kiolela, na masase hiyo ilikuwa ikipigwa na askari jeshi ambao walikuja jijini Kamituga, walikuja tarafani Mwenga kutokea Kisangani kwa makusudi ya kuja kulinda raia na mali yake, kwa makusudi ya kuja kupiganisha jeshi ya AFC M23 ambayo inafanya jitihada ya kuingia tarafani Mwenga, ila walikuwa wakipata vizuizi kutoka kwa FRDC ya 3306 regiment ambayo tunashukuru. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hali hiyo ya kufyaturiana risasi inakuwa na vinyume vingi, hasa kwa upande wa raia wasio na hatia yoyote. Wisoba wa Kilongo Faustin amekemea kwa hali ya juu vitendo vya uporaji vilivyoendeshwa na baadhi ya askari jeshi wa taifa FRDC wiki iliyopita paka Mituga. Ila ya kushangaza bwana Mwarivi, wakati ambao jeshi hiyo ambayo itokea Kisangani ilianza kupiga masasi, waliharibisha mahotele, waliharibisha manyumba za watu, wakaaji walipata masasi, kuko ba victime benye biko ku hospitali, mama walipata masasi, vijana walipata masasi, wako napata matibabu kunako hospitali kuu ya Kamituga, kusharge ya meri ya Kamituga. Mabotike iliibiwa vitu, wachuruzi ambao wanachuuza matelefoni waliibiwa matelefoni, watu ambao wanauza dhahabu waliibiwa dhahabu na franka zilienda. Sisi sawa vile shirika la raia tuna mshangao mkubwa sana, kwa sababu ni sisi raia ambao taksi zetu ndio zinauzia wale wanajeshi mavazi, chakula na hiyo minisio. Alors kama wanaweza fanya ile wanaita gaspillage inutile ya munition de guerre na faire partie muma infraction. Mwishowe, mratibu huyo wa shirika la raia husika pia na kutetea haki za binadamu BDH kwa ufupi, anaomba wahalifu wa vitendo hivyo vya ukatili kujibu mbele ya vyombo vya sheria. Wisoba wa Kilongo Faustin mara tena anarejea. Ndio maana bwana Mwariri, sisi sawa vile shirika la raia tunasema kama Kamituga sio shamba mapambano. Shamba mapambano iko kumupaka ya Mwenga na Walungu, na huko ambako wanajeshi wenye alisema wanakuja kutusaidia wanapasa kujielekeza. Na tunaomba wana Mwariri, hii kitendo ambayo hao wanajeshi wanafanya isipite inapersi. Tunaomba ankete ifanyike, na kisha ile ankete wenye watakutanika kupable wapelekwe mbele sheria. Sheria ifate mkondo wake, kwa sababu Kamituga tunaanja ishi na heka. Population haitembee tena mzuri. Population inaanja ishi muma inquiétude. Unaweza tembea mchana kati, unakutana na soda wa mugeni au mujue, anakubeba telefoni yako. Wakati ambao pale Kansishi wale wa soda walikuwa wanapiga hiyo masasi, bali prononce moya pale mo yenye ilitushangaza. Wanasema hivi mulugha ya Lingala, baebisa kibiso ke baswahili nyonso baza Barwande. Tukitafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili, bali tuambia kama baswahili yote ni Banyarwanda. Eske ni kweli bwana Mwariri sisi Waswahili ni Wanyarwanda? Eske ni kweli bwana Mwariri sisi wakaaji wa province ya Sud Kivu ni Wanyarwanda? Eske ni kweli sisi wakaaji wa tarafa ya Mwenga na jijini Kamituga ni Wanyarwanda? Wanatuambia kama wale wa jeshi walitoka ku formation. Jeshi gani ambaye anatoka ku formation anaweza kutendea raia vile?
Tufahamishe kuwa hali ya mvutano kati ya baadhi ya wazalendo na jeshi la taifa FRDC inaripotiwa mara kwa mara tarafani Mwenga na mji wa Kamituga. Asante Omar Makelelo Zil kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tukamilisha uchambuzi wa habari zetu na habari za kitaifa. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange Baba Sifa amewakusanya kwa siri baadhi ya wapinzani wa serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi huko Nairobi nchini Kenya. Mengi zaidi na mpisha pa Isaac Muluchashibe. Ndiyo safari ya Limasi. Wiki mbili baada ya kuhukumiwa kifo na mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa makosa ya usaliti na kuchangia kwenye utovu wa amani nchini Kongo, Rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, ambaye wakongomani kwa utani wanamuita Baba Sifa, ameibuka tena. Kwa mujibu wa taarifa zilizowasilishwa kwenye jarida la Jeune Afrique, rais huyo mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewahalika wapinzani kadhaa, akiwemo Matata Mponyo ambaye amekimbia nchi baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la ubadilifu wa milioni 245 za mradi wa Bukangalonzo. Pia yuko Seti Kikuni, Jean-Claude Vuemba, Francis Diogo, Moise Nyarugabo, Jose Makila na wengineo kwenye mkutano wa siri ambao umeanza siku ya pili hii ya tarehe 14 Oktoba huko Nairobi. Lakini baadhi ya wapinzani walionekana kususia mkutano huo, akiwemo Jean-Marc Kabunda, Martin Fayulu Madidi, Moise Katumbi au Denise Sanga. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa, mkutano huo utadumu kwa masaa 72 sawa na siku 3 katika hali ya faraga, milango ikiwa imefungwa na mazungumzo yakibaki kuwa siri. Video zilizosambazwa mitandaoni mapema Jumanne hii zimemuonesha Joseph Kabila akiwasili katika gari nyeusi aina ya Range Rover kwenye eneo la mkutano. Wakati Kabila akiendelea na mambo yake, rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi alionekana mapema Jumanne hii huko Brazzaville, ambako alijumuika kwenye mazishi ya Alain Roger Kumu Ubambi, mzazi wa karibu wa rais wa Jamhuri ya Kongo Denis Sassou Nguesso. Safari ya Limasi inaweka nukta kuna kwa habari ya kitaifa. Asante Isaac Mulucha kwa habari hizo za kitaifa. Msikilizaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari, na shukuru jopo zima la wahariri wa habari waliokamilisha kwa ajili ya uandaji wa uchambuzi wa habari, na mshukuru vile vile mhariri mkuu ambaye ni Nikodem Kashindi Msamaria mwema. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine mimi Safari Almas, nisaidia upande wa pili na Merci Pelechi. Sina la ziada na kuaga nikikutakia bye bye.